Ndugu wanahabari, tufanye rejea ya sheria ya kazi sura ya 300 pamoja na mambo mengine. Imenipa mamlaka mimi kama waziri mwenye dhamana ya masuala ya kazi kuunda bodi ya kima cha chini cha mishahara kwa ajili ya kufanya utafiti na kushauri kuhusu viwango vya chini vya mshahara pamoja na masharti mengine ya kazi. Itakumbukwa kuwa mnamo tarehe 25 Novemba mwaka 2022 aliyekuwa waziri mwenye dhamana ya kazi wakati huo alitangaza kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi kupitia gazeti la serikali yenye namba 687. Aidha, kwa mujibu wa sheria tajwa, amri hiyo itamaliza muda wake ifikapo mwaka Disemba 2025. Naomba nieleze kidogo hapo. Sheria inataka kila baada ya miaka mitatu kufanywa review ya kima cha chini cha mshahara. Na nimeeleza hivyo kwa sababu nataka niwakumbusheni kwamba mara ya mwisho tangazo lilitolewa mwaka 2022 na leo hii mwaka 2025 tangazo hilo limefika mwisho. Ndugu wanahabari, ninao furaha ya kuwaambia kuwa mchakato wa upangaji wa kima cha chini cha mshahara umekamilika. Na kwa kuzingatia mamlaka niliyopewa chini ya kifungu cha 39 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria tajwa, leo ninatangaza amri ya kima cha chini cha mshahara ambacho ilitangazwa tarehe 13 Oktoba mwaka 2025 kupitia gazeti la serikali namba 605A. Kwa mujibu wa amri hiyo, sekta ya kima cha chini cha mshahara zimeongezeka kutoka 13 kama ilivyokuwa mwaka 2022 hadi sekta 16 mwaka 2025 na kutoka sekta ndogo 25 za mwaka 2022 hadi sekta 46 za mwaka 2025. Aidha, kima cha chini cha mshahara kimeongezeka kwa wastani wa asilimia 33.4 kutoka shilingi 275,060. Nirudie tena, shilingi 275,060 hadi shilingi 358,322. Ndugu wanahabari, amri ya kima cha chini cha mshahara imegusa sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya kilimo, sekta ya afya, sekta ya mawasiliano, sekta ya usafirishaji, sekta ya hoteli, sekta ya madini, biashara na viwanda, shule binafsi, huduma za ulinzi binafsi, nishati, uvuvi, huduma za baharini, michezo, utamaduni pamoja na huduma nyinginezo. Aidha, kwa mujibu wa amri hiyo, kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi kitaanza kutumika rasmi tarehe 1 Januari mwaka 2026. Leo tumekutana ikiwa ni kutoa tangazo rasmi kwamba tutakapoanza tarehe 1 Januari mishahara katika maeneo hayo ya sekta binafsi nayo pia itabadilika. Ndugu wanahabari, kima cha chini cha mshahara kimepangwa kwa kuzingatia vigezo mbalimbali vilivyoainishwa katika mkataba ya shirika la kazi duniani, lakini pamoja na viwango vya kitaifa vilivyoainishwa kupitia sheria ya kazi sura namba 300. Baadhi ya vigezo hivyo ni pamoja na uwezo wa waajiri kulipa, kupanda kwa gharama za maisha, uwezo wa waajiri katika kuendesha biashara zao kwa tija, na dira ya maendeleo ya nchi katika kukuza uchumi, ajira na kazi zenye staha. Nitoe rai kwa waajiri wote wa sekta binafsi kuendelea kuzingatia na kutekeleza kima hiki kipya cha mshahara kwa kuwa hili ni takwa la kisheria. Ofisi yangu haitasita kuchukua hatua kwa waajiri ambao hawatotekeleza au watakao kaidi au kushindwa kutekeleza amri hii kwa makusudi. Aidha, ofisi yangu itaendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa amri hii, lakini pia tutaendelea kutoa elimu kwa waajiri na wafanyakazi pamoja na kufanya tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha utekelezaji wake unafanyika kikamilifu. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Nataka nikuwakumbushe tu waajiri katika sekta binafsi, serikali iko serious sana katika jambo hili. Watanzania wanalalamika sana, watoto wa Kitanzania ambao wanafanyishwa kazi wanalalamika sana, na tumekuwa mara kwa mara tunafanya inspection
Wako baadhi ya kampuni hapa sitaki kuzitaja tumezifungia, na wako baadhi ya waajiri tumekwisha peleka katika vyombo vya sheria, lakini nataka niwakumbushe kwamba sio wajibu wa wizara. Tuelewa, wizara sio mapolisi. Hatuna sababu ya kuanza kukabana ili watu waweze kulipwa mishahara yao. Maadamu wewe kama ni mwekezaji, timiza wajibu wako kama mwekezaji. Sisi kama serikali, malengo yetu makubwa ni kuona uwekezaji unazidi kushamiri katika nchi hii. Sio kwenda kufikia sehemu ya kwamba mwekezaji tunakukamata au tunakunyang'anya leseni ya biashara au tunakupeleka mahakamani, alafu heshima ya nchi inaharibika. Heshima yako inaharibika kwa sababu tu wewe umeshindwa kulipa hizo NSSF au hayo marupurupu mengine ambayo yameelekezwa kisheria. Nitoe wito kwa waajiri hasa wa sekta binafsi. Waangalieni watumishi hawa, kwa sababu mnachokipata ni kwa sababu ya kazi kubwa inayofanywa na vijana hawa wa Kitanzania.